Sana TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametukutanisha tena katika Tashihul Mafahim, na sasa hivi hapa tupo katika sehemu ya pili ya kuzungumzia mwezi muandamo. Tupo katika sehemu ya pili ya kuzungumzia mwezi muandamo. Katika sehemu ya kwanza nilipata fursa ya kukukumbusha wewe ndugu yangu ili ufahamu nini maana ya kuambiwa jumhur na nini ya maana ya kuambiwa kikao cha al-Majma'u al-Fiqh al-Islami, kwamba wamekaa maana yake nini. Nilifanya hivyo katika kipindi cha kwanza. Kwenye kipindi hiki cha pili nijaribu kusema mawili matatu ambayo ndugu yangu Sheikh Qasim Mafuta amenitaka nitoe maelezo, na maelezo hayo niyafanye ili yaweze kukusaidia wewe ndugu yangu. Lakini kabla sijafanya hayo maelezo, niwakumbushe kwamba Mufti Baz ni katika watu waliohudhuria ule mkutano wa kifikhi wa Kiislamu. Alipotoka pale na yeye alikwenda kuzungumza. Alipokwenda kuzungumza alisema na mnukuu, na maneno yake alichapa katika Majalatu Da'wa, akayapa anwani alhisabu alfalakiyu wa dukhulul ahilla. Aliyapa anwani alhisabu alfalakiyu wa dukhulul ahilla. Katika maneno yake na katakata vipande kwa sababu mimi nawahi sana kabisa muda. Alisema inna Allah subhanahu wa ta'ala alaqa bil hilali ahkaman kathira kasawmi wal hajj wal a'yad wal idad wal ila'i wa ghayrihima lianna al hilala amrun mashhudun mar'iyun bil absar wa min asahhi al ma'lumati ma shuhida bil absar wa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ja'ala al hukma bil hilali mu'allaqan 'ala ar ru'yati wahdaha لأنها الأمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه. Mufti Baz anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametungika kutokana na miezi miandamo hukumu nyingi. Ametungika kutokana na miezi miandamo hukumu nyingi, kama vile saumu, kama vile hija, kama vile idi, kama vile eda, na kama vile ilai na mengineyo mengi. Nukta hii nataka nikukumbushe mtazamaji wangu, wale wanaodai mwezi wa kimataifa waelewe kwamba kumbe hata eda pia inahitaji mwezi muandamo. Mwezi muandamo kazi yake sio Ramadhani tu, hata mkaaji eda anauhitaji mwezi muandamo. Kwa hiyo tukiamua kwamba eti mwezi muandamo tuzingatiwa kimataifa, itabidi mtu anayekaa eda Tanzania afuatilie mwezi utakaotoka Uchina, utakaotoka Marekani, Indonesia, jambo ambalo litakuwa ni zito kwake katika dini. Mufti Baz kazungumza akafikia nukta ya mada yetu ya ikhtilafu al-matali, akasema hadha wa yanbaghi al-intibah ila anna ikhtilafa al-matali'i من المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم، وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراتها السابقة، واتخذت قرارا بالأكثرية مضمونه أن الأرجح قول من قال إن لكل أهل بلد رؤية، وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك. yatakikana watu wazinduke kwamba kukhtalifiana machimbuko ya mwezi ni katika masala ambayo yamepatikana ndani yake makindano kati ya watu wa ilmu, na mkutano wa Hay'at Kibari Ulama umeyapitia masala hayo katika moja ya vikao vyake, semina zake zilizopita. Mkutano ukazingatia hukumu, kuzingatia wingi. Mkutano ukaamua kwamba azimio lao, kauli yenye nguvu ni ya yule atakayesema kila watu wa mji wana kuona kwao, kila watu wa mji wana kuona kwao. Kwa ni juu yao kurejea kwa wanawachuoni wao katika hilo, na wamefanya hivyo kwa kuitumia hadithi ya Kuraibu. Akamalizia huko mwisho akasema
ama neno fa amma qawlu man qala, ama neno la atakayesema innahu yambaghi an yakuna almu'tabaru ru'yata hilali makkata khasa, hakika yatakikana mazingatio ya mwezi muandamo ni kuonekana mwezi muandamo Maka tu. Maneno hayo fala asla lahu wala dalila alayhi, maneno hayo hayana asli wala hayana dalili. Kwa nini? Italazimu wayalzamu minhu, kutalazimu kutokana na maneno hayo, alla yajiba saumu, kutopasa kufunga, alaman, juu ya mtu ambaye thabatat ru'yatul hilali indahum, kumethibiti kuonekana mwezi muandamo mbele zao, min sukani jihatin ukhra, katika wakaazi wa pande nyingine, idha lam yura alhilalu bimakka, ikiwa mwezi hautaonekana Maka. Na ndio maana hata baadhi ya hivi karibuni mwezi ulionekana huko Mali wapi, lakini wenye mtazamo wa mwezi wa kimataifa, kwa kuwa tu haukutoka Arabuni, haukutoka Maka, hawakufungua au hawakufunga. Imetokea kama sio mwaka jana, mwaka juzi, wala sio zamani sana. Kauli hii ya Mufti Baz inaonyesha juu ya kwamba walikubaliana, kauli yenye nguvu ni kila watu wa mji wana kuona kwao, kila watu wa mji wana kuona kwao. Sasa ndugu yangu Sheikh Kasim aliniuliza, je, umbali ni upi na mipaka ya kuzingatia ni ipi? Swali hili amelifafanua vizuri Sayyid Ahmad Barakat katika hii Faidhul Ilahi al-Maliki. Swali hili amelifafanua vizuri Sayyid Umar Barakat, Sayyid Umar Barakat kwenye kitabu chake Faidhul Ilahi al-Maliki, amelifafanua vizuri hili swala katika ukurasa wa 273, ukurasa wa 273 katika hii Faidhul Ilahi al-Maliki, katika hii Faidhul Ilahi al-Maliki sharh ya Umdatu Salik, ukurasa wa 273 katika juzu ya kwanza, yeye amesema, na nanukuu kama ninavyosema na katakata sana ili kuwahi muda, kwamba je, neno balad, mji, mji na mji, mji maana yake nini? Si sahihi hata kidogo kusema mji ni kama vile Pongwe, mji ni kama vile magereza pale, mji ni kama vile Kisosora, mji, hapana, sio hivyo. Mji maana yake nini? Asema ukionekana mwezi muandamo, irru'ya alhilalu fi baladin, ukionekana mwezi muandamo duna akhar, kinyume cha maeneo mengine mwezi haukuonekana, fafihi tafsilun, kuna upambanuzi hapo. Upambanuzi huo mtungaji ameutaja akasema, fa in taqaraba ail baladani, ikikaribiana miji miwili, ikikaribiana miji miwili. Kukaribiana bitihadil matla, kwa kuwa matlai yao ya mwezi ni mamoja, wa adam ikhtilafihi, na kukosekana kukhtalifiana kwake, kama vile Baghdadi na Kufa. Hiyo miji ikikaribiana, amal hukmu, imeenea hukumu ya huo mwezi katika mji mwingine. Mji mmoja umeona mwezi, mji mwingine haukuona mwezi, imekurubiana. Kukurubiana kwao ni kitendo chao cha kushirikiana machimbuko ya mwezi. Wa ila, na kama miji haija kurubiana kwa kukhtalifiana machimbuko, kama vile Hijazi na Iraqi na Misri na Khurasana, fala ya ummul hukmu lahuma, haienei hukumu kuienea miji hiyo miwili, haienei hukumu kuienea miji hiyo miwili. Kwa ajili hiyo fala yalzamu, hakutalazimu ahlal baladil baidi, kuwalazimu watu wa mji ulio mbali, amma halli ru'yati, mbali ya mahala ya pahala ulipoonekanwa, aswaumu, kufunga. Kufunga hakutowalazimu watu walio mbali. Akataja kanuni sasa, walbu'du, na umbali kati ya mji na mji unapatikana biikhtilafil matali'i, kwa kukhtalifiana machimbuko ya mwezi. Kalhijazi, kama vile Hijazi, na kama vile Iraqi.
kama vile Hijazi na kama vile Iraqi na Misri. Asema fa inna hadhihi almatali'a mukhtalifatun, matali ya miji hii yamekhitalifiana. Walmuradu biikhtilafihima, na makusudio ya kukhtalifiana kwao, an yatabaada almahallani, ni kuwa mbali mahali pawili, bihaithu, kwa sifa, lau ru'ya fi ahadihima lam yura fi al-akhari ghaliba, mara nyingi lau mwezi mwandamo waonekana mahala pamoja papo, mara nyingi mwezi huo hauonekani mahala pengine. Miji miwili inayokubaliana machimbuko, inayokhtalifiana, kanuni ya kukhtalifiana ni ipi? Kanuni ya kukhtalifiana ni kwamba kila mahala fulani wakiona, kwa ghalibu hawa hapa hawaoni. Kila mahala fulani wakiona, kwa ghalibu hawa hapa hawaoni. Miji hiyo miwili imekhtalifiana hiyo. Lakini mara nyingi kila hapa wakiona hawa wanaona, kila hapa wakiona hawa wanaona. Miji hiyo imekurubiana hiyo. Kwa neno miji hapa usiikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi. Kata kwa mujibu wa hii kanuni, kwamba kila ambapo ukionekana hapa na hapo unaonekana, unahesabu hiyo ni miji, na hawa wakiona mwezi wanaweza kuungana na huyu akafungua kwa mwezi wa mwenzake. Lakini wale ambao kila hii wakiuona yule kule hauoni, hao hawawani katika kuona, wamekhtalifiana hao. Hii ni kanuni ambayo Said Umar Barakati ametupa. Kwa ajili hiyo anasema, na hii ndio kauli yenye nguvu mbele ya Imam Nawawi katika kitabu chake mashuhuri Ar-Rawdha na Al-Majmu' na Al-Minhaj, fakullun min hadhihi albiladi almukhtalifati almatali' lahu hukmun yakhussuhu, kila mmoja kati ya hii miji iliyokhtalifiana machimbuko ina hukumu maalumu inayoenea miji hiyo. Kila mmoja katika hii miji inayokhtalifiana machimbuko ina hukumu maalum inayohusu mji huo. Na mwisho akaona atusaidie kabisa kwamba sababu yake ya hukumu hii ni hadithi ya Quraib. Kwa lile swali ambalo Sheikh Mafuta ametaka kuniuliza kwamba je, hasa umbali ni upi, mipaka ni ipi? Jawabu, umbali ni miji miwili inayokuwa inaona pamoja kila wakati. Miji hiyo mmoja ukiona mwingine haukuona, ule ambao haukuona utamfuata mwenzake. Lakini miji miwili ambayo kila huu ukiona huu hauoni, kila huu ukiona huu hauoni, kila huu ukiona huu hauoni, hiyo miji imeachana, na mmoja ukiona hauwezi kumfuata mwenzake. Ndio maana tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokea Tanzania au Afrika Mashariki ikawa mwezi wa dunia umeeneana huko? Mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna, na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu? Mwezi hauna makao makuu, kama vile Kaaba iko mahala fulani, ziara ya kaburi ya bwana mkubwa iko mahala fulani. Hapana, mwezi huko hivyo. Mbona kila siku mkuu ule sio huku? Hapo ni mahali napo pa kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jaziba. Katika swala hili ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta akanipa swala la pili, kwamba nini kimemzuia Ibn Abbas katika kufuata mwezi ule? Nini kimemzuia Ibn Abbas katika kufuata mwezi ule, ingawa kuna kinachoitwa hakadha amarana Rasulullah? Na namshukuru sana Sheikh Kasim Mafuta, ameifasiri vizuri sana hii hakadha amarana Rasulullah, ameifasiri vizuri. Je, Ibn Abbas nini kimemzuia kufuata mwezi uliotoka Sham? Ameeleza pia, ila mimi nataka nimsaidie kwamba Ibn Abbas kwa mujibu wa maelezo, na Sheikh Mafuta ni mtu wa vitabu. Sheikh Mafuta ni mtu wa vitabu. Kwenye Tuhfatul Ahwadh ambayo hii sasa itakuwa inaifasiri ile At-Tirmidhi, Jami' At-Tirmidhi. Jami' At-Tirmidhi sheria yake ni Tuhfatul Ahwadh, kama ambavyo ile Aun al-Ma'bud ni ya Sunan Abi Daud, Al-Minhaji ni ya Imamu Muslim. Katika hii juzuu ya 4 ukurasa juzuu ya 4 katika juzuu ya 4 ya hii Tuhfatul Ahwadh, ya tuangalie ukurasa na 117, ukurasa 117. Kuna kipande kifupi tu nikisome kwa sababu nalia sana na muda, sana na muda.
katika kipande hiki kifupi anasema hivi ili kujibu lile swali, mbona sema hakadha amarana, mbona unaukataa huu mwezi ambao umetoka Shamu? Sababu ya msingi ya kushika nini? Sababu ya msingi ya kushika, faala hadha naqulu, Tuhfatul Ahwadh ukurasa 117, innama lam ya'mal ibn Abbas bi khabari Quraib li'annahu shahadatun fala tathbutu biwahidin lakin dhahira hadithihi annahu lam yaruddahu lihadha wa innama raddahu lianna ar-ru'yata la yathbutu hukmuha fi haqqi al-ba'idi. Asema kwa ajili hii ndio sio tunasema sasa, hakika hakuifanyia kazi Ibn Abbas, hakuifanyia kazi Ibn Abbas taarifa ya mwezi ya hadithi ya Quraib, kwa sababu ni ushahidi wa mtu mmoja, na ushahidi wa mtu mmoja hautoshi kuthibitishia kutoka Ramadhani kwisha. Asema lakini dhahiri ya hadithi yake ni kwamba yeye hakumkataa kwa hilo, hakumrudisha kwa hilo, hakurudisha kwa hilo. Wa innama, kwa hasri, hakika hapana vyengine, raddahu, amerudisha, lianna ru'yata, kwa sababu eti kuona, la yathbutu hukumuha fi haqqi albaidi, kwa sababu kuona haithibiti hukumu yake katika haki ya aliye mbali. Saje, hii ndio hakika au ni eti? Tuiangalie sasa. Huyu anaposema kwamba amemrudisha, tuiondoe eti. Kwa nini tuiondoe? Tuiondoe eti kwa sababu hawa jamaa hawa wa Majmu'ul Fiqh al-Islami hawa wao wametamka wazi kwamba tatizo hapa ni umbali. Hawa wa Majmu'ul Fiqh al-Islami hawa wametamka wazi kwamba tatizo hapa ni umbali. Ndio maana mwisho aliposema hapa chini alisema waqad tarjama al-Imam an-Nawawi ala hadha al-hadith fi Sharia Muslim biqawlihi babu bayani anna likulli baladin ru'yatahum wa annahum idha ra'aw al-hilala bi baladin la yathbutu hukmuhu lima ba'uda anhum, kwa kuwa hawa wanasema walioitoa hii hadithi hawakwenda mbali katika waliotaja nao ni huyu mwenye Tuhfatul Ahwadh. Ndio maana yeye anasema wa inna ma raddahu lianna ar-ru'yata la yathbutu hukmuha fi haqqi al-ba'idi. Kwa tayari umbali unachukua nafasi hapa, mwezi hauenei dunia nzima, na tatizo hapa ni umbali. Umbali ndio tatizo linaloathiri kati ya kuonekana mwezi eneo na mwezi kutokuingia eneo jingine. Kama nilivyosema, Sheikh Kasim Mafuta mtu wa vitabu, kwa anataka vitabu. Katika sehemu ya pili, sehemu ya tatu, Sheikh Kasim akasema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika kujengea ikhtilafu al-matali. Hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika kutujengea ikhtilafu al-matali. Hoja ya ikhtilafu al-matali, hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono. Akafanya kitu kimoja Sheikh Kasim Mafuta, na kipajina mimi nakiita ubingwa, lakini yeye ataelewa tafsiri nzuri ya ubingwa huu. Asema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika ikhtilafu al-matali. Kisha akaamua kunukuu, akamnukuu Sheikh al-Albani, ambapo kwa kopi yangu mimi hii katika ikhtiyaratul fiqhiyya lilimam al-Albani, hii kwenye ukurasa wa 217 Sheikh Mafuta alimnukuu Sheikh al-Albani. Alipomnukuu akasoma, aliposoma, alipopata anachokihitaji akaishia hapo, hakuendelea mbele. Sasa mimi nitaendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilaful matali au hakiungi. Ndio niliposema hapo Sheikh Mafuta katumia ubingwa. Kwenye ukurasa huu wa 217 yeye Sheikh Mafuta alisoma, aliposoma akaishia kwenye kinachoitwa wabidhalika yazulu al-ishkalu, akaishia hapo. Sasa mimi naongeza tu haraka haraka, alafu Sheikh Mafuta yeye atajua ubingwa kaucheza sehemu gani. Asema wayabqa hadithu Abi Hurairata
wa ghairihi ala umumihi yashmulu kulla man balaghahu ru'yat alhilali min ayi baladin au iqlimin min ghairi tahdidi masafatin asla. Iqlim ni yale majimbo. Wa ila an tajtamia ad-duwal al-islamiyatu ala dhalika fa inni ara, anasema Sheikh al-Albani asema, hakika mimi naona ala sha'bi kulli dawlatin an yasuma ma'a dawlatihi, ni juu ya taifa la kila nchi watu wafunge na nchi yake. Kila taifa watu wafunge na nchi yake. Wala yankasimu ala nafsihi, wala taifa lisigawike lenyewe, fayasuma ba'dhuhum ma'aha, baadhi yao wakafunga pamoja nalo, wa ba'dhuhum ma ghairiha, na baadhi yao wakafunga na wengine. Wasifanye hivyo. Takaddamat fi siyamiha au taakharat, limetangulia katika kufunga au limechelewa. Wasikhtalifiane ndani. Lima fi dhalika min tawsi'i dairati alkhilafi fi sha'bi, kwa sababu hilo ni kupanua wigo wa kukhtalifiana katika taifa alwahidi moja. Kama waka fi baadhi duwal alarabia, kama ilivyotuka katika baadhi ya miji ya Waarabu midhi sinin, tangu miaka hii ya karibu. Kwa hapa kinachoelezwa ni kwamba kumbe Sheikh al-Albani anawataka watu katika taifa moja wasikhitalifiane, watu wafuate ufungaji wa lile kundi linaloelekeza katika nchi ile. Watu wafuate ufungaji wa kundi linaloelekeza katika nchi ile. Yani hutakiwi kufunga peke yako wala kikundi chako peke yako. Ndio maana ukirudi nyuma hapa kuna kinukta kidogo anakisema hapa kwamba wathalithu yasumu ma'an nasi wa yuftiru ma'an nasi. Kauli ya tatu, mtu atafunga pamoja na watu wote wa pale mjini na atafungua pamoja na watu wote wa pale mjini. Wa hadha adhharu alaqwal, hii ndio kauli iliyo wazi zaidi. Kwa nini? Liqauli nabii, kwa neno la Mtume sallallahu alayhi wasallama, saumukum, kufunga kwenu, yauma tasumun, ni siku ile ambayo mnafunga nyewe wengi wote pamoja. Wa fitrukum, na kufungua kwenu, yauma tuftirun, ni ile siku ambayo mnafungua wote kwa pamoja. Wa adhahakum, na kuchinja kwenu, yauma tudhahun, ni ile siku ambayo mnachinja kwa pamoja. Rawahu Tirmidhi. Kwa ajili hiyo basi yatakiwa basi juu ya hadithi hii, innama maana hadha saumi wal fitri ma'al jamaati wa idhamin nasi, ni pamoja na jamaa wa mji mzima na ukubwa wa kundi kubwa la watu. Hamtakiwi nyie kujitenga peke yenu, watu 20, 30, 1000, 1500 mkaswali peke yenu. Hapana. Albani asema mtakiwa mkikaa mfunge pamoja. Na ndio maana hapa nyuma pia anamalizia tena kusema haitakikani watu kufunga peke yao na kuachana peke yao. Yatakiwa watu waangalie pale mjini, lile kundi kubwa la pale mjini linaswali lini, ndio kundi lenu hilo. Uislamu unataka hivyo. Hivyo ndivyo anavyosema Sheikhul Alban katika hii fatawa yake. Sehemu hii ya tatu ambayo Sheikh Mafuta alieleza, na hii sehemu ya 4 ni faida. Sasa nini faida? Kuna kifaida kidogo nataka nikitoe, chenyewe ni hiki. Katika Fathul Bari, katika Sahih al-Bukhari, juzuu hii ya 3, juzuu ya 3, ukurasa 389, ukurasa 389, kuna hadithi. Hii hadithi tutasaidiana mimi na nyinyi watazamaji kuitafakari. Hadithi hii inaelezea swala ya kupatwa kwa mwezi na kupatwa kwa jua. Swala ya kupatwa kwa mwezi na kupatwa kwa jua. Sasa hadithi inasema hivi: inna shamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadi wala lihayatihi, jua na mwezi havikamatwi kwa kufa mtu yoyote wala kwa uhai wa mtu yoyote. Fa idha raaitum, nyie mkiona jua limekamatwa au mwezi umekamatwa, fasallu, swalini swala ya kushukwa jua na swala ya kushukwa mwezi. Wadu Allah, na muombeni Mungu. Sasa kwa sababu kuna watu wana maswali yao, wanauliza kwani hapa duniani miezi mingapi?
Jawabu, duniani mwezi ni mmoja na jua ni moja, lakini hadithi yasema mkiona jua limeshikwa swalini na muombeni Mungu. Sasa hii swallu, amri hii ni kama ile sumu, zinafanana hizi amri. Sasa kutakuja utata. Hivi ndugu yako akikupigia simu kwamba India mwezi umeshikwa, au India mwezi umepatwa, Kiswahili umeshikwa umepatwa, na wenzetu wanaswali swala ya kupatwa mwezi, lakini si Tanzania mwezi mweupe wala haujapatwa. Je, hii amri ya kuswali swala ya kushikwa mwezi itafanya kazi kwetu kwa sababu mwezi ni mmoja, au tutawaachia wale ambao kwa mwezi umeshikwa? Sisi ambao kwetu mwezi haujashikwa ile haituhusu, ingawa swallu ni amri ya umumi, ni amri inayoenea. Kwa kuwa Sheikh Kasim Mafuta huwa anapata utulivu, atawaeleza wanafunzi hii amri hii. Je, kwamba amri hii inachagua? Amri hii kama haichagui, huu mwezi si ni wetu sote, yawaje mwezi kule umeshikwa, sisi huku hatuswali? Haya, hebu tuamue tuswali sasa. Je, tukiamua tukiswali, tukiulizwa kwani nyinyi mwezi kwenu umeshikwa? Mwezi haujashikwa, lakini mwezi ni mmoja umeshikwa India. Naambia kila watu wanahutubiwa, wanaelezwa kwa mujibu wa pale mahala walipo. Nyinyi kwenu mwezi haujashikwa, kwa tulieni mgoje siku ikishikwa na nyinyi mtaswali, na wale kule wala hawatoswali ingawa mwezi ni mmoja. Nimalizie kwa nukta moja ili nikupumzishe kabla ya kuja kukuletea sehemu ya tatu. Nimalizie nukta kwamba huu mwezi huu unaoitwa mwezi wa kimataifa, huu ni mwezi unawagawa Waislamu, kwa sababu tangu watu walete mtizamo huu tumekuja kugawika. Lakini mtizamo huu umepatiwa tiba na umepatiwa dawa. Dawa yake nini? Dawa yake ni kufuata maelekezo ya markaz. Dawa yake ni kufuata maelekezo ya markaz, ndivyo alivyoeleza Sheikh Al-Uthaymeen. Wale wenye mtazamo wa mwezi wa kimataifa waache mtazamo huo, wafuate maelekezo ya markaz. Hiyo ndio njia pekee ya kuondosha mgogoro. Yaani kawaida ukiishi katika nchi, fuata maelekezo ya makao makuu ya kidini ya nchi yako, mgogoro wa mwezi utakuwa umeondoka. Habari ya kuchelewa na kuwahi isikusumbue. Anasema hapa bwana mkubwa kipande kidogo tu, falwajibu. Sheikh Al-Uthaymeen anasema falwajibu, sababu kuna swali refu lilikuja huko. Falwajibu, wajibu an takuna kalimatuhum wahidatan, ni kuwa Waislamu katika lile eneo neno lao liwe moja. Wala yatafarraqu fi dinillah, wasifarikiane katika dini ya Mungu Waislamu. Wa an yakuna sawmuhum wahida wa fitruhum wahida, na kuwa kufunga kwao kuwe kumoja, kufungua kwao kuwe kumoja. Wa hum, na wao, yattabi'una almarkaz alladhi indahum, wanafuata makao makuu ya Kiislamu ambayo yapo kwao. Anil markaz ad-diniya, na kusudia makao makuu ya kidini. Alladhi yuwajjihu min tahti, alladhi yuwajjahu, ambayo huelekezwa min tahti nadharihi, chini ya muongozo wake, min almuslimin, kwa maoni ya Waislamu. Wa alla yatafarraqu, na hawa wafungaji wasifarikiane. Hatta lau taakhara sawmuhum an sawmi almamlaka, hata kama itachelewa saumu yao ikawa tofauti na saumu ya mamlaka ya Kiarabu ya Saudia, hata kama itachelewa na ichelewe, lakini wao wafuate markaz. Wanaagizwa watu kufuata markaz, na ili kufanya hivyo kuondosha matatizo, asema au aya biladin islamiyatin ukhra falyattabi'u ma yaquluhu almarkaz, falyattabi'u ma yaquluhu almarkazu, na wafuate vile markazi inavyosema. Kwa hapa Tanzania sisi tufuate mwezi vile BAKWATA inavyosema, ndiyo markazi kwa hapa, na ndiyo inayotamka mwezi kila mwaka. Tufuate markazi vile inavyosema. Sasa nasema hata kama itatokezea mamlaka wao wamewahi kufunga, wewe chelewa ili ufuate markazi vile inavyosema. Sheikh ameeleza kadhaa humu namna ya kuogopa kuwafarakanisha watu, lakini muda nao umekuwa ni mdogo, umesumbua kidogo. Insha Allah, wacha mimi na wewe kwenye sehemu hii ya pili tuishie hapo,
lakini panapo hai na majaliwa taingia kwenye sehemu ya 3 ya mwezi muandamo ili kuyaweka sawa haya ambayo hayajakaa sawa. Na niwaambie tu wanafunzi, huu ni wakati wa kutulia, kutafakari, kusikiliza, kupima, kuuliza, sio wakati wa jazba ili uweze kujifunza hili na lile. Mimi ni mtumishi wako naitwa Muhammad Abu Eid, insha Allah mpaka kwenye sehemu ya 3. Wassalamu alaikum wa ila liqa.